Ilitokana tu na tunajua bana katika maisha hususan kwa sisi tunaofanya biashara ya muziki tunakutana na vitu vingi sana. Naweza kusema ni moja ya changamoto yangu ambayo nilikutana nayo ambayo siwezi kuisahau katika maisha yangu. Nilitengenezwa kesi ya mwanafunzi, lakini yule mwanafunzi sikuwa na date naye. Halikuwa ni girlfriend wa mshikaji wangu ambao nilikuwa nikiishi naye kwa kumshirikisha vitu vingi sana hususan labda vya kibiashara na mambo yangu ya muziki. Yani alikuwa ni family friend ambao nilikuwa naishi naye. So tulipishana katika mambo yetu ya sanaa ya. Baada ya kupishana kuna baadhi ya vitu ambavyo mimi nilikuwa navifanya nimemweka mtu mwingine. So kile kitendo kilipelekea yeye kutopenda au kuchukizwa. Kwa sababu mimi niliona tu kwa sababu kile ambacho nakitarajia kukipata sikioni kwa kiasi nimebadilisha mtazamo na malengo yangu. Kwa hicho ndo kilikuwa chanzo kikubwa sana cha mimi yeye kufikia kunitengenezea kesi. Ipo hivi, yule binti sikuwa natoka naye mimi, lakini yeye ndo alikuwa girlfriend wako. Kutokana na yule binti alikuwa kija mazingira yangu mimi nayoishi. Yani kwa sababu yule ni rafiki yangu. Kwa hiyo yule binti halikuwa anakuja nyumbani kwangu mimi kwa ajili yake yeye. Kwa hiyo baada ya hapo hivi kuona tukawa tumekosana, ameligeuza lile swala kwamba mimi ndo natoka naye, akalichukua lile swala akalipeleka kwa wazazi wa yule binti. Sasa kibaya zaidi sio tu kwamba labda nilikuwa na date naye, kwa sababu watu wengi wana date na wanafunzi japokuwa ni makosa, lakini haiwezi kawaathiri. Lakini mimi nilipewa azikubaka. Inamaanisha kubaka kwamba yule binti alikuwa ni chini ya umri wa miaka 18, lakini haikutosha hiyo, pia nikaongezewa kwamba nimemlawiti, yani kwamba nilikuwa nafanya naye mapenzi ya kinyume na maumbile. Kwa hiyo hicho ndo kilikuja kikanibana zaidi, na ikabidi wazazi wake waliingilie kati lile swala. Basi ikawa kesi polisi, then mahakamani ikawa kesi. Sorry, kabla kufika mahakamani polisi, nataka kufahamu kwamba lazima polisi wazikukamata bila sababu tu kukamate kwamba wewe ni lazima kuna ushahidi fulani. Kuna ushahidi wowote walikukuta naye ndani ama ilikuwaje mpaka kutengenezewa unasema umetengenezwa hiyo kesi? Mimi sikukutwa na huyo binti ndani wala hakuwa mazingira yangu, ile isipokuwa kwa sababu sisi tulikuwa na ugomvi wa binafsi. Yani ugomvi wetu tu binafsi kwa mambo yetu. So mimi niliitishwa barua ya wito ambao aliniitisha huyo rafiki yangu, na mimi nilitoka nikaenda kituo cha polisi. Kipindi hicho nakumbuka nilikuwa nakaa Tabata. Nikaenda Tabata shule pale. Baada ya kufika pale Tabata ndo nikamkuta yule rafiki yangu. So mimi nilijua tu ni issue tu za kawaida, tu issue za ugomvi. So pale ndo nilibadilishiwa kwamba ninatuhumiwa na date na mwanafunzi na nimembaka. Tena sio kumbaka tu, yani kutembea kwamba nimemlawiti hivyo, tena kwa kumshikia kisu. So unajua hauwezi nikabaki na shanga mbona imekuwa hivyo, kwa sababu nishapewa kesi, so huwezi kufanya chochote, ikabidi niwekwe ndani. Ilichukua muda gani katika maabusu mpaka kupelekwa jela? Ilichukua muda mrefu sana kwa sababu kesi mimi nilipata 2018. Katikati I think kitu kama hicho kwenye kumbukumbu zangu, lakini nimekuja kufungwa 2020 mwezi wa 12. Yani tarehe 12 mwezi wa 12 2020 ndo nimekuja nikafungwa. Kwa hiyo sofa ukiangalia hapo kuanzia 2018 si ndio? Hapo kuna katikati ya miaka ambayo imepita hapo. Na kesi tunahangaika nayo ile mahakamani, tarehe nini na nini hivyo. Kwa sababu mimi nilikuwa nje ya dhamana, so nilidhaminiwa, nikawa nje, kwa hiyo nikaa naendesha kesi yangu nikiwa. Kwa hapo kuna katikati ya miaka ambayo nimekula sana mpaka kuja kufikia hatua ya mimi sasa kufungwa, kwenda gerezani, kwamba naenda kutumikia kifungo cha miaka 60. Sio miaka 30, ni miaka 60. Kwa sababu nilikuwa na makosa mawili, kwamba nimetembea na mwanafunzi chini ya umri, nimetembea chini ya umri ambao ndo inakuwa ni kubaka. Lakini pia kumbuka na ile kesi nyingine ambayo sasa ndo kwamba nimemuingilia kinyume na maumbile, tena kwa kumshikia kisu. Kwa hiyo hapo na kesi ngapi brother? Na kesi tatu, lakini wao kesi za msingi zilikuwa ni 2, ambao ni kutembea na mwanafunzi chini ya umri ambao ndo inakuwa kubaka, alafu hiyo ni kumuingilia kinyume na maumbile kwamba nimemlawiti. Kwa hiyo nikawa na kesi 2, na maana kwa ile kubaka miaka 30, hii kumlawiti miaka 30. Kwa hiyo mimi nilifungwa miaka 60, yani kifungo kuambatana.
lakini as ambao ni miaka 60 lakini nilikuwa natumikia miaka 30. Naam. Sawa, maisha ya jela ilikuwaje? Tunafahamu wewe sio msanii wa kwanza kufungwa, alikuwepo TID, alifungwa pia Baba Levo na wasanii wengine wengi sana kina Papi Kocha na Babu Seya hivyo. Nataka kufahamu maisha ya jela ilikuwaje? Watu walikuwa wanakutreat vipi kule jela na vitu vingine kama hivi? Brother, jela kwanza sio sehemu nzuri. Yaani ni sehemu mbaya ambayo kiasi kwamba mimi mwenyewe siwezi kukubali mwanangu akaenda jela, kwa sababu jela sio sehemu salama. Yaani jela unaweza kwenda ukawa uko ni mzima kabisa, ukatoka umevunjika mguu, ukatoka labda umekufa. So ni sio sehemu nzuri. Kwa hiyo mimi mwenyewe kiukweli ni Mungu tu, sikutegemea kama nitatoka, kwa sababu wanakuambia kama hujafanya kitu kweli Mwenyezi Mungu anasaidia, kwa sababu ni Mungu tu. Ila jela sio sehemu nzuri, kwa sababu imeharibu, kwanza iliharibu career yangu, ilinichafulia. Alafu licha ya hivyo tu pia huenda leo hii tusingekuwa tunaongea mimi na wewe hapa kama isingefuatwa sheria. Unajua haki ipo, japokuwa wengine wapo wanaofanya kudidimiza haki za wenzao. Kuna watu wengi sana wako jela ambao hawajafanya makosa yao, lakini so far namshukuru Mwenyezi Mungu aliniona nikatoka, lakini jela sio sehemu nzuri kabisa. Lil Joff anaendelea kupiga story ndani ya gerezani. Hiyo miaka yote miwili maisha yake alikuwa yanaishije mule ndani? Alikuwa anatreatiwa vipi? Lakini pia miaka miwili ni mingi sana. Alikuwa anaishije? Anasema sasa hapo ndani ya Spotlight. Msikilize. Brother, yani kuimba mimi nimeimba sana. Tena wanakuimbisha kinguvu. Yani sio kinguvu, wewe kwanza mwenyewe lazima uogope. Yani ndio hivyo anakuja, unajua kule manyapara wale, mameja, unasikia wewe ndio kama nakwambia ni changamoto ambayo nilikuwa nakutana nayo, ilikuwa inaniumiza sana. Wewe msanii unabaka. Yani huko kwa jela huko uraiani, hebu imba hapo. Alafu unatakiwa uimbe na ukate kiuno. Sasa hapo ndo ukishangaa mimi naimba bongo flavor. Wewe unakata kiuno. Utafanyaje sasa? Unaimba. Kwa hiyo kikubwa ndio hicho, namshukuru Mwenyezi Mungu nimetoka, ndugu zangu.